mechi nzito kweli kweli. Raundi ya kwanza walifanikiwa kufunga mabao 2-0. Tumekuja raundi ya pili hivi sasa, na yenyewe ni mechi ngumu kweli kweli. Kinachoweza kutupa imani kidogo ama matumaini kidogo ni namna ambavyo timu yetu imeboreka kuelekea katika mchezo huu. Mabadiliko ambayo tumeyafanya kwenye timu yetu kidogo yanaweza kutupa matumaini ya kwamba tunaweza tukapapatua na Azam FC tukapata kitu, lakini otherwise ni mechi ngumu kweli kweli. Hizi ni zile aina ya mechi ambazo hautamani zifike, ni mechi ambazo ukilala ukiamka ukisikia imesogezwa mbele sasa alhamdulillah, asante Mungu, lakini unakuwa umechoma tu sindano ya ganzi, ikiisha maumivu yako pale pale. Kwa ni mechi ambazo sema kweli zinakunyima usingizi, ni mechi ambazo zinakutia mawazo, ni mechi ngumu, lakini tutakwenda kujiandaa kadri tutakavyoweza, twende tukawabishie Azam FC. Ili mpanzo tumeona maneno ya waje huko mtandaoni wanaanza kuona vipi situation hii. Eli Mpanzu ni majeruhi kama ilivyo kwa Ino Loemba pamoja na Baraka. Kwa hiyo watatu hao hawakuwa sehemu ya mchezo hii leo kwa sababu ya majeraha waliokuwa nayo, na wanaendelea kupatiwa matibabu kusubiri kama kutakuwa na taarifa mpya yoyote kutoka hapa kuelekea mechi ya Azam FC tutawajulisha. Kwa tusiwategemee mechi ya. Lakini Eli Mpanzu anadai kudai, wanasema kwamba leo hajaonekana kwa sababu amegomea kisa zake za usajili za mkataba wa usajili juzi mpaka leo. Ni taarifa ya inasemaje taarifa? Kwamba leo amegoma kujiweka na wenzake kwa sababu anadai ule mkataba wa usajili juzi pesa zake za awali za awamu ya kwanza zilipo. Amegoma kuja kwenye mechi kujiweka na wenzake kwenda. Mpanzu hayuko kambini. Mpanzu yuko nyumbani kwa mapumziko na hayuko kambini, na anapotakiwa kwa ajili na leo asubuhi alipelekwa hospitali na madaktari wetu kwa ajili ya kwenda kufanyia baada ya kutoka hospitali akarejea nyumbani kwake. Daktari wakarejea kambini kwa ajili ya kuendelea na wachezaji wanaokuwa na majeraha ndani ya kambi yetu huwa hawakai kambini, wanakaa nyumbani. Daktari kama kuna matibabu ya kufanyika kambini, anakuja kambini anafanyiwa matibabu anarudi. Ndio maana juzi umeona wakina Hamza wamekwenda kambini, sio kama alilala pale pale, alifika akaangaliwa na madaktari kisha akarejea nyumbani. Kwa Mpanzu na yeye status yake ni hiyo hiyo, ni majeruhi na anafanyiwa vipimo. Kwa hiyo kama anatakiwa kwenda hospitali anapelekwa na madaktari wetu kama imefanyika leo, anarudishwa nyumbani kwake, anaendelea na matibabu akiwa nyumbani, kambi huku inaendelea. Mpanzu ana mkataba na Simba Sports Club, yaani hata kama ameongeza mkataba mwingine hawezi kugomea kushiriki shughuli za Simba kwa sababu hajalipwa fedha ya mkataba ambao hajaanza kutumikia. Hilo lazima nielewe. Hata kama wewe bila hayo Rama unapewa taarifa unaichuja tu kidogo alafu unatumia tu akili yako. Mpanzu mkataba wake na Simba huu ambao wanaotumikia hivi sasa unaisha mpaka mwisho wa msimu. Kwa hiyo hana sababu yoyote, hana excuse yoyote ya kugoma, kwa sababu kwa sasa yupo ndani ya mkataba wake huu hapa ambao hadai hata shilingi moja. Mkataba aliyousaini ataanza kuutumikia mwezi wa 8. Sasa just imagine una mkataba hapa wa miezi 4 wa kuitumikia klabu yako, alafu ugome kwa sababu mkataba ambao haujaanza hata kuutumikia miezi 4 ijayo ugome. Sijui ina make sense. Yaani wewe umepanga zako nyumba, alafu bado kodi yako haijaisha kwa muda wa miezi 4, ukamwambia baba mwenye nyumba nitakupa kodi yako wiki ijayo, haujampa, alafu ukute kufuli pale kwenye mlango wako. Ukimuuliza akamwambia haujanilipa kodi yangu ya miezi 6 inayokuja, wakati hivi sasa una miezi 4. Wewe ushawahi kuona namna hiyo? Kwa hiyo ni kataarifa ka kijinga ambako lengo lake ni lile
la kutaka kuharibu amani ndani ya klabu. Na mimi niwaambie tu wale wote ambao wanaeneza huo uzushi wameshindwa. Simba hivi sasa ni moto bati. Sisi tunachoangalia ni kupeleka moto, ni kuwafunga watu, basi maisha mengine yaendelee. Ndio maana nasema pengine nataka ushindi ule wa mezani. Wakati wewe unasema nyinyi kazi yenu kupeleka moto na kuangalia mechi zenu, wakasema mlitaka pointi za mezani. Sisi hatukutaka pointi za mezani. Tulitaka tu kupata ufafanuzi wa kisheria. Imekuwaje mchezaji ana passport mbili? Sisi tulikuwa tuko hapo. Yaani inawezekanaje mchezaji kwenye club anasomeka ni Mtanzania, alafu kwenye TMS mifumo ya FIFA anahesabika ni mwingine? Ndio tukauliza tu, jamani, Tanzania inaruhusiwa kwa nia njema, Tanzania inaruhusiwa kuwa na uraia pacha? Maana hiyo tafsiri yake huyu mtu ana uraia pacha. Kwa hiyo tukauliza tu, bwana, huyu mbona kwenye system tukiangalia tunamuona ni mwingine, lakini mbona tukija kwenye mifumo yetu ya ndani mbona tunamuona ni Mtanzania? Inakuwaje hapa? Yani inawezekana vipi? Kwa hiyo tulikuwa tunataka tufahamu tu hilo, kama je, inawezekana ya kwamba mkawa na uraia pacha? Ni hilo tu, kwamba huyu mtu ana pasipoti ya nchi yetu, sawa, ametimiza vigezo vyake na kila kitu na nini, lakini inakuwaje na ile nyingine bado iko hai? Mnaelewa hapo kwa sisi tulikuwa hapo, tulikuwa nataka tufahamu kwa nia njema na tujue kama hiyo inaruhusiwa, na sisi tumbadilishe Oura, umeona bana, awe Mtanzania, alafu aendelee kutumia pasipoti yake Ivory Coast, anakuwa Mtanzania. Tunakwenda na sajili mchezaji mwingine wa kigeni, tunakuwa nao 16 raia wa Ivory Coast na Senegali na Mali na wapi, tunawapa mikoa hapa. Yani ndo msingi wa hoja yetu, lakini nia yetu ni njema kabisa kwa maslahi mapana ya nchi. Najibu mmepata? Bado. Mmeridhika na majibu? Ile sio hukumu. Tunasubiri. Lakini mmetupiliwa mbali. Ile sio hukumu. Hukumu nini? Itatoka, tutatumiwa sisi. Sisi mmesoma pale wamesema wataambatanisha, ile sio hukumu. Ile uweze kusema chochote. Lakini shauri lenu si limetupwa. Subiri hukumu. Yani hata msiona, yani mnafikiria kuna shida kubwa sana. Hamna shida kubwa sana. Yani ni kutaka tu kujua. Je, huyu mtu anaweza kaitwa akachezea timu ya taifa ya Tanzania? Na mimi niwapeni homework moja. Ikitokea timu ya taifa inatangazwa, mko pale waandishi wa habari, jina la Mohamed Damaro lisipotajwa, muulizeni Mwalimu Miguel Gamondi, kuna Mtanzania anaitwa Mohamed Damaro, haujaridhika na kiwango chake ama changamoto ni nini mpaka hajaitwa kwenye? Jaribuni kumuuliza hilo swali, nadhani tutapata majibu. Kwa hiyo tuna Mtanzania ambaye ana uwezo wa kucheza kwenye club level, lakini hawezi kucheza kwenye national level, kwa maana ya national team. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja kuuliza na nini, kitu kama hivyo vidogo tu, wala it's not a big deal. Naona sisi hatutaki kukata point ya mtu yote ule, sababu sisi tunajiamini ya kwamba tuna uwezo tukakidimua vizuri hapa uwanjani, na kama ni ubingwa tunaweza tukapata tukiwa hapa uwanjani, lakini tujue tu huyu Mtanzania mwenzetu mbona yani hamtaki utata, yani kwenye TMS anasomeka ni raia wengine. Yani ukienda FIFA sasa hivi ukauliza Mohamed Damaro, unaambiwa huyo ni mtu kutoka Guinea, lakini ukienda pale Karume unaambiwa huyo ni Mtanzania. Kwa hiyo lazima tuulize hivyo vitu kidogo, ni ufafanuzi tu, wala msipani sana. Ahmed, kuna story kwamba barua iko mfuko wa shati ya kwenda CAS. Nitakudanganya nikwambia tunaenda CAS kwa sababu hatujapata hukumu. Lazima upate hukumu, usome, ujiridhishe na wenyewe sababu sisi tumeingia mle ndani, tumewasilisha hoja zetu vizuri kabisa, wakasema sawa, tukatoka nje. Kwa hiyo tunasubiri sasa ile hukumu. Kwa barua ile unadhani itakuwa ile hukumu tulikuwa tunakuja kucheza mchezo, tulikuwa na mashaka, lakini confidence yao alifanikiwa kuwajaza
kuwajaza Watanga wenzie kwamba anaweza akapata ushindi mrefu na wakamwamini wakati uwanjani. Of course mechi ikawa ngumu na ikawa na tension, lakini kama ikawa na hamasa na hadi kipindi cha kwanza kinatamatika, Simba tunaongoza magoli mawili, lakini bado kama tunaweza kupata ushindi. Baya zaidi kipindi cha kwanza kimemalizika kwa idadi ya magoli mawili. Ile half time story majukwani, uzuri nilikuwa zangu majukwani, kila mtu ana mechi ilipita hivi na msimu ulipita, yani ni bora tungetoka uwanjani 1-0 tusingepata ile kumbukumbu ya kuumiza, lakini mimi bila mtu alikuwa anarejelea ile kumbukumbu ya kuumiza wao kuchomoa ikawa goli mbili. Kwa hiyo mpaka hapo tunaongoza goli mbili, lakini watu bado tunashikilia. Baada ya kuja kipindi cha pili, of course tunaona Coast wanajipatua, lakini mwisho siku mwalimu kwa maana ya kocha Steven Becker akawa ameshaumaliza mchezo, akaweka loki zake pale, akafanya mabadiliko, akafanikiwa kumaliza dakika 90 ikiwa na ushindi wa magoli mawili. Sisi kwetu ni faraja kubwa kuona tumeanza vizuri mwezi wetu huu wa 4 tuna ratiba ngumu kweli kweli, kwa kufanikiwa kupata ushindi katika ratiba hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaangalia mechi inayofuata. Mechi inayofuata ni dhidi ya Azam hii inaongeza morali ya of course ushindi katika mechi ya leo tena ambayo ina mabadiliko sehemu kubwa ya wachezaji. Leo tunaona mama mwenye afya nzuri Jibril Kasali akiwa hayupo, alienda kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Niger, amechelewa kurudi, lakini tukawa hatuna wasiwasi, tukamchukua Abel Hussein tukamweka pale golini na amefanya kazi yake katikati ya dimba. Mwalimu akafanya mabadiliko kidogo katika eneo la Baema, akampumzisha Yusuf Kagoma na kazi imefanyika. Kipindi cha kwanza kimetamatika tu, Babagi akapumzika, ikaingia mashine nyingine Anthony Ndigo. Kwa hiyo ni mechi ambayo unacheza huku unajiandaa na mechi inayofuata, na kila kitu kimekwenda vizuri kwa maana ushindi tumepata na maandalizi ya next mechi yamefanyika kupitia mechi hii. Hiyo ni mechi gani kupitia dhidi ya Azam? Mechi dhidi ya Azam ni mechi ngumu. Ni zile mechi ambazo wanakwenda kucheza haujui nini kinakwenda kutokea, yaani una uhakika kwamba kesho itakuwa tarehe 4 lakini huna uhakika kesho itakuwa tarehe 3, lakini huna uhakika kama unaweza ukapata matokeo mazuri mbele ya Azam. Na unapocheza mbele ya Azam huna uhakika wa kupata ushindi wala huna uhakika wa kupata sare kutokana na ubora wa timu yao. Ni mechi ambayo unaweza ukafungwa mapema tu na vizuri kutokana na ubora alio